Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo, Mungu wetu ni mwema, Mungu mwaminifu, Mungu anayetupenda kwa upendo wa ajabu. Nimeota usiku wa leo, nikaona nchi yetu ikiwa kwenye hatari. Nikaona umwagikaji wa damu wa hali ya juu sana. Wapendwa, na kusihi na wasihi katika jina la Yesu, tuombe kwa ajili ya nchi yetu. Kwenye sisi tulikuwa hakukuwa na shida, kulikuwa na amani. Lakini wakati niliambia watu tuombe katika nchi yetu kwa maana kuna shida, simu ikaanza kuingia na tukaa katika hatari na kuomba katika jina la Yesu. Mungu anabadilisha hali. Mungu ako na uwezo wa kubadilisha hali ya nchi yetu. Umwagikaji wa damu tumekataa katika jina la Yesu. Damu ya Yesu ilimwagika msalabani na hakuna dhambi ingine ambayo inaweza ikatuokoa. Damu ya Yesu imetutosha. Damu ya Yesu itatawala katika nchi yetu. Tunaomba, nchi yetu imebarikiwa, nchi yetu imeinuliwa, nchi yetu ya wale watu ambaye ni waombezi, na kuomba katika jina la Yesu. Simama katika nchi yetu, simama kwenye pengo, simama, sababu Mungu ni mwaminifu. Wakati tunatubu dhambi na makosa yetu, yeye ni mwaminifu, ataponya nchi yetu, atainua nchi yetu, na ninaamini ya kwamba inatendeka, itatendeka, makuu itafanyika katika nchi yetu, sababu tutamwabudu Mungu aliye hai, tutamuinua Mungu ambaye anaweza. Hatuna Mungu mwingine, yeye ndiye tu ambaye anaweza kuinua maisha yetu. Yeye ndiye tu ambaye anaweza akatuzuia kwa mabaya yoyote ambayo imepangwa. Ukweli imepangwa. Sisi hatuna silaha ya kujizuia, bali tuna neno la Mungu, kwa maana Biblia inasema ya kwamba tukiomba jambo lolote katika jina la Yesu, na tuamini yeye ni mwaminifu, atatenda. Mungu wetu ni Mungu mwenye haki. Mungu wetu hawezi akajichanganya. Sisi binadamu tunajichanganya, yeye hajawahi jichanganya, yeye hajawahi jikana vile alivyo. Hata sisi tukimkana, yeye atadumu akiwa mwaminifu.